Hii ni nyumba ya mama mjane anayefahamika kwa jina la Monica Meleki, mkazi wa mtaa wa Mashariki, kata ya Muriet, jijini Arusha, iliyojengwa na wadau mbalimbali, ikiwa ni mara baada ya Gadi TV kuonyesha kibanda chake cha mabati alichokuwa kilala na watoto wake, licha ya mazingira hayo kuwa hatarishi kutokana na kuingiliwa na nyoka nyakati za usiku. Awali, wakati wa changamoto hiyo, mjane huyo alieleza Gadi TV kuwa aliamua kujenga kibanda hicho mara baada ya kufukuzwa kwenye nyumba ya kupanga alipokuwa akiishi na mume wake kabla ya kufariki. Ikumbukwe kuwa mara baada ya changamoto hiyo kuonekana, nyumba hii ilianza kujengwa kwa nguvu za majirani kwa kushirikiana na viongozi wa mtaa pamoja na kata, na baadaye wadau mbalimbali kutoka ndani na nje ya nchi, ikiwemo kampuni ya Taishani Mabati ambayo iliunga mkono juhudi hizo kwa kutoa msaada wa mabati kwa 100% kama sehemu ya kurudisha kwa jamii. Hata hivyo, licha ya juhudi hizo zilizofanywa na wadau mbalimbali, Monica ameieleza Gadi TV kuwa kwa sasa muendelezo wa ujenzi huo umekwama kutokana na baadhi ya watu waliokuwa wametoa ahadi zao kushindwa kuzitimiza. Hii ni Gadi TV. Jina langu ni Aisa Msuya. Kwa majina naitwa Monica Meleki, ni mama mjane ambaye nimefiwa na mume tangu mwaka jana Januari. Tulikuwa tunaishi naye kwenye mazingira kidogo magumu, lakini baada ya kufariki Gadi TV walinitembelea, wakaona ninavyoishi kwenye mazingira magumu na familia na watoto 4. Gadi TV wakanisaidia, nikapata wadau, wakanijengea nyumba, lakini nyumba haikufanikiwa kuisha, na wadau wengine waliahidi kuwa watamalizia, lakini hawakufanikiwa kumalizia. Kwa hiyo naomba mtu yote atakayeguswa anisaidie ili nyumba iweze kuisha, ili na mimi niweze kuishi kwa amani na hao watoto, kwa sababu kipato changu ni kidogo, siwezi kumalizia. Kwenye nyumba yangu vitu vilivyosalia ni kama singboard hamna, wiring pia hamna, hata hapo chini pia hamna, ni rafu tu ipo. Na mlangoni pia hamna vioo, ni magrili tu kama mnavyoona hapo. Kiukweli bado napitia changamoto kwa sababu nina vijana hapa. Yaani sasa hivi ni lazimu kwanza kulala kwenye banda ile la mabati, na huyu mtoto mkubwa wa kiume inabidi alale kwenye ile nyumba nyingine. Hivyo tu kwa shida, kwa sababu sio maadili ya Kitanzania mtoto mkubwa kama vile kulala naye chumba kimoja, afu ni wa kiume. Mazingira ni magumu, changamoto na mazingira ni magumu kama hivi mnavyoona, hamna kitanda ni kimoja. Kwa hiyo inabidi niweka godoro hapo chini, mtoto wangu alalie hapo, lakini bado napitia changamoto. Huku ninapolala bado hakuna amani, kwa sababu mvua hivi zinavyonyesha, upepo ni mkali. Kwa hiyo bado inanilazimu saa nyingine kuamka na watoto nihamie tu kwenye hii nyumba nyingine, angalau hata tu nikae hapo mpaka asubuhi, kwa sababu bado haijakamilika. Sasa hivi najishughulisha na biashara tu ndogo ndogo. Nimefungua kibanda hapa nyumbani kutokana na mazingira, kusema sina hela ya kufanya biashara kubwa. Kwa hiyo nimeona tu naenda sokoni nachukua nyanya, nimefungua kibanda cha mboga hapa nyumbani. Ndio hivyo. Kupitia hii changamoto ninayopitia, ndugu zangu, kwa yote atakayeguswa kunisaidia, naomba anisaidie kutumia namba yangu ni Voda ambayo ni 0746 31 39 87. Na jina litakuja Rabieti Mbwambo, ambalo ni jina la marehemu mume wangu, ndo aliyenisajilia hiyo namba.